kuzungumzia mawasiliano ya Yanga na bodi. Hayuko tayari kwa sababu wao huwa ni wanawasiliana kila siku. Inawezekana kuna barua, lakini pia wakati ule Jemedari tuelewa kitu anachokizungumza. Amezungumza very smart. Tena niwaambie hivi, tangu nimemfahamu huyu bwana mdogo kutoka Songea. Wao Songea watani zangu wengi ni watu kina Jessica ni sio tuiteje hapa. Leo au jana wakati anazungumza ndio kwa mara ya kwanza amezungumza kwa ustadi mkubwa, very technical. Lakini Jemedari ameweka wazi hapo kwamba hawajapokea barua ya Yanga, ndio wapokee barua kutoka CAS. Hajasema hawajapokea barua ya Yanga. Hajasema, amesema hayuko tayari kuzungumzia mawasiliano ya Yanga na wao. Baada ya hapo akasema kwamba kuna barua haijawafikia. Hebu isirudie pale mwishoni. Yeye anazungumzia kuhusu Yanga kwenda CAS. Anasema mimi sijaona hicho kitu hata kwenye ukurasa rasmi wa Yanga. Sijaona mambo rasmi ya Yanga, naona kwenye ukurasa rasmi. Sio kati, rudia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hakuna sehemu ambayo anakanusha wao na Yanga kuwasiliana. Asichotaka ni kuweka public mawasiliano ya Yanga na wao. Ni mawasiliano yapo kila siku. Ndio maana nasema hivi, tuliwasiliana na Simba sawa wakati tunavunja mchezo, tuliwasiliana na Young Africa wakati wa kuvunja mchezo, tukaona kuna sababu ya kuupa umma taarifa. Jemedari, naomba tuisikilize basi mara ya pili ili tunarudia tena Saudi. Mimi nimesikia amesema sisi barua ya Yanga tujipokea sembuse ya CAS. Irudie hapo utaisikia baada ya kusema hayo yote ambayo Jemedari amegusia kuhusiana na mawasiliano baina yao na Yanga. Rudia tu kaka, wala sina shida. Tangu bodi ya ligi kuu Tanzania itoe taarifa rasmi kwa vyombo vya habari kwamba imeahirisha mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club na kwamba utapangiwa tarehe nyingine, haijawahi kutoa taarifa nyingine yote kuhusiana na huo mchezo. Inasemekana kwamba Yanga walituandikia sisi barua na inasemekana sisi tumewajibu. Kwanza kuna taarifa ya Yanga kutuandikia sisi barua ambayo madai yake yanasemekana mojawapo ilikuwa kudai alama 3, na pili sisi tumewajibu, inasemekana sisi tumewajibu Yanga na kwamba ombi hilo haliwezekani. Yote hayo ni inasemekana. Sisi na Yanga, sisi na Singida Black Stars, JKT Tanzania, unazungumzia KMC, unamzungumzia Azam FC, unamzungumzia Tanzania Prisons, wote hao sisi tunawasiliana nao kila siku, tunaandikiana nao barua, na hatuiti vyombo vya habari kuambia tumepokea barua ya Tanzania Prisons, wala hatuiti vyombo vya habari kuambia tumewajibu Tanzania Prisons. Sisi na wao kuwasiliana ni katika shughuli za uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo hizo klabu zenyewe ni bodi. Kwa hiyo sisi na wao kuwasiliana ni kitu chetu cha ndani cha kifamilia. Kama kuna mawasiliano ambayo tunadhani ni lazima yafahamike kwa public, ndipo tunatoa taarifa kwa umma. Sisi na Yanga tuliwasiliana kuhusu kuahirisha mchezo. Sisi na Simba tuliwasiliana kuhusu kuahirisha mchezo, lakini tuliona kuna umuhimu mkubwa wa umma kufahamu juu ya hilo jambo. Tukatoa taarifa kwa umma, tukawajibisha na umma kwamba tumeahirisha mchezo. Na tangu tutoe ile taarifa hatujapata kitu kingine cha kusema. Hatujapata kitu cha kuwaambia watu. Hatuna cha kuambia. Ndio maana unaona tumekaa kimya. Siwezi kukaa kimya nisizungumze kabisa na vyombo vya habari. Ila nikiulizwa kuhusiana na hilo jambo na waeleza kwamba bado hatujapata cha kuwaambia. Ugumu tuliokutana nao kupata nafasi ya kufix ule mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma, kupatia tarehe, ugumu ambao tulikutana nao ndio ugumu wa kiwango hicho ambao tuko nao sasa hivi wakati tunatafuta sehemu ya kuweka mchezo wa Yanga dhidi ya Simba. Tena inawezekana huu ni pagumu zaidi kwa sababu mchezo huu hata kwa broadcasters wetu, si ndio, ni mchezo maalum na maandalizi yake. Yaani inawezekani na wala hujawahi kuona kwa siku za karibuni Simba na Yanga wanacheza saa 1 usiku alafu saa 10 kulikuwa na mchezo wa ligi. Haijawahi kutokea hivyo karibuni. Kwa hiyo mchezo unachezwa siku yake. Kwa hiyo kuna namna watu waendelee kuvuta subira. Kuna mambo yanaendelea katika kuhakikisha tunapata sehemu sahihi ya kuweka huo mchezo uchezwe, watu wa enjoy burudani ambao waliikosa Machi 8. Siwezi kuzungumzia mawasiliano kati ya Yanga na bodi yake, Yanga na bodi ya ligi, au bodi ya ligi na Yanga. Siwezi kuzungumzia mpaka pale tutakapoona hili jambo tunalowasiliana na Yanga linafaa kwenda public.
sisi na Yanga tunawasiliana almost kila, yani hakuna wiki inapita sisi na Yanga hatujaandikiana barua. Mimi siko tayari kuzungumzia mawasiliano yetu sisi na Yanga wala mawasiliano yetu sisi, si ndio, na Kagera Sugar. Hata taarifa kutoka Yanga hatujapata. Tutapata kutoka CAS. Hatuna taarifa yoyote. Bodi haina taarifa yoyote. Ila mimi Karim Boimanda nasoma kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu na mimi nipo kule kama wewe ulivyo. Tunasoma taarifa mbalimbali kwenye ukurasa rasmi wa Yanga, sijaona hiyo taarifa. Mimi taarifa za Yanga rasmi nazipata kwenye ukurasa wao rasmi. Simple. Hata taarifa kutoka Yanga hatujapata, tutapata kutoka CAS. Sio tulichukua ni no, sio barua. Anazungumzia kwamba swala la Yanga kwenda CAS. Ndio anapokuja kusema kwamba hata taarifa kutoka Yanga kuhusiana na mambo ya CAS hatujapata, tutapata kutoka CAS kwa sababu timu yoyote itakapokwenda CAS maana yake lazima itaarifu bodi. Ndio hiyo taarifa sasa tujapata, tutaipata kutoka CAS kwa sababu CAS wanaoshtakiwa ni nani? Watakuwa bodi. Simple. Lakini barua amekuwa very smart. Mawasiliano sisi na Yanga hayawezi kwenda public. Lakini hapo anazungumzia kitu tofauti. Anazungumzia taarifa za CAS. Ndio maana amesema hivi, hata taarifa kutoka Yanga specifically hapo anazungumza kuhusu CAS hatujapata, tutapata kutoka CAS, sio barua. Lakini barua inawezekana ipo. Si internal communication. Mimi napata wasiwasi kidogo. Barua ni mawasiliano ya ndani. Barua ni mawasiliano ya ndani. Sawa. Na ni mawasiliano ya kila siku ya vilabu na bodi. The guy is right. Asa, barua hizi barua iliyobeba maslahi ya mpira. Zote zinabeba maslahi ya mpira. Ipi ambayo inakuwa ibeba maslahi ya mpira? Kwa sababu mawasiliano kati ya bodi na klabu ni kuhusu maslahi ya mpira. Hakuna barua itakuwa inafanyika hapo haihusu maslahi ya mpira. Sawa? Umeelewa hapo? Nakupata. Sawa. Isipokuwa sasa hivi kuna jambo maalum. Ndio. La mechi ambayo haikuchezwa. Sawa? Kwa hiyo mechi kwa sababu haikuchezwa na wewe unaona ni maslahi ya mpira kwa sababu wa Tanzania tumezifanya Simba na Yanga kuwa special kuliko timu zingine za kwenye ligi. Sawa? Ndio maana tukio lilotokea ni kubwa. Ndio maana tukio lolote la kuhairisha mchezo ni tukio linakuwa kubwa. Nilizua mtafaruku tukio kati ya Tanzania Prisons na Ruvu Shooting ambao walikuwepo kiwanjani, hakukuwa na ambulance na mechi haikuchezwa. Na ilikuwa tukio kubwa na tangu pale execution ya ile kanuni ilianza kuingia shida. Na kama unakumbuka mwalimu Makata alifungiwa baada ya kutaka ku-exercise kanuni ile ambayo ilikuwa inafanyika huku. Na ile kanuni tena nadhani haiko vile ilivyokuwa awali kwa sababu swala la timu kuwepo kiwanjani alafu mpira haukuchezwa au mechi kuvunjika ni tukio kubwa bila kujali nani wanacheza. Sawa? Kwa mimi ninachokiona ambacho mimi nimekielewa, bodi hawako tayari kuzungumzia mawasiliano yao ya ndani na klabu chochote. Tena umesema vizuri, tutakapoona kuna sababu ya kuja kuzungumza hicho kitu nje, tutakuja kuzungumza. Sio hawa watu hawasiliani, lakini hawaoni sababu ya kuleta public hicho kitu kwa sababu ni kitu cha ndani. Na watu wengi hapa wamefungiwa hapa kati, kama mko mnafuatilia, kwa kutoa taarifa za mawasiliano kati ya TFF na vilabu kuweka public. Kuna mkumbuka wa karibu ni katibu wa Lipuli aliyokufungiwa miaka 5. Ndio. Kwa sababu aliweka barua aliyoandikiwa akaiweka kwenye mtandao wa kijamii. Kumbuka. Akafungiwa miaka 5 kwa sababu maadili yanakataa. Hii ni mawasiliano ya ndani kati ya taasisi na taasisi. Wewe ukipeleka public, wewe hauna maadili, unawekwa. Kwa sio Yanga hawapati barua au sio bodi hawapati barua, hawezi kuweka public. Sawa, si kitu kitakacholeta sasa hili hapa tulipofikia tabii tuone public, watakuja public. Kwa mfano swala kuahirisha mechi waliwasiliana ndani, lakini unafikiri ingebaki tu ndani? Kwa maana hiyo ni kwamba walileta nje baadaye kwa sababu wanaona umuhimu wa kuleta
nje. Lakini pia hata public demand, yani sasa hivi hata watu wa mpira, familia ya mpira, watu wanataka kujua, kuna vitu watu wanataka kujua, mkiwasiliana ndani na mleti nje na vitu ni vya muhimu, wanawacha watu njia panda. Ndio maana watu wanauliza hayo mawasiliano ya ndani kwa ndani, kama ambavyo waliwasiliana kwenye kugairisha mechi, wakasema sasa watu wanataka kujua, wakaleta. Kwa nini hili pia wasilete sasa hivi watu wajue, na barua sisi tunaziona huku? Lipi sasa yani unataka liletwe ni lipi? Tuna maswali mengi. Yani hili unaosema kwa nini hili lisiletwe ni lipi hilo? Hili kwenye hii barua kuna vitu vimeandikwa, watuletee ili tujadili. Wewe sema lipi ambalo wewe unalitaka kwamba hili liletwe public, ni lipi? Hii barua nimekutumia, angalia. Inasema mchezo uligairishwa na bodi majira ya saa 8 mchana, ambapo baada ya bodi huwa hapakuwa na afisa yeyote wa mchezo zaidi ya watu wa usalama. Hakuna taratibu zozote za mchezo zilizofanyika uwanjani kwa mujibu wa kanuni ya 17, ikiwemo timu kukaguliwa na timu na ili unasoma barua yote au unataka kuleta hilo jambo? Hilo jambo ambalo natakiwa lije. Ili sitaje tu. Kwa nini unasoma barua? Natakiwa lije balau litoe. Wewe sema tu jambo hili hapa. Kwa nini unasoma barua yote sasa? Sema hili jambo hili ndio linatakiwa lije. Lipi? Hili hapa. Ngoja nisome sasa. Naomba nisome. Naomba nisome. Nisome sasa. Mwenyekiti, soma. Yanga hawatopata alama 3 kwa sababu za kugairishwa mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa. Naomba nimalize. Vitisho na kasoro za kiusalama, hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee. Ili walete la pointi 3. La pointi 3. Juma, labda vijana wangu wengine hapa wangenisaidia hili. Timu ambayo inaenda kupewa pointi 3, si ndio? Wewe unataka pointi 3. Umsikiliza Boy alikuwa anazungumza, wanapata tabu kufanyaje? Kupanga ratiba na mechi yao ya Simba na Yanga kucheza, kuroketi hiyo mechi kama ambavyo walipata tabu kuroketi mechi ya Simba na nani? Na Dodoma. Lakini hii is more than difficult kwa sababu wa broadcasters watakiwa kujua wanataka kufanya. Sasa kama wanapata tabu kuroketi mechi, pointi 3 zinatoka wapi? Si haya maelezo Magunga, haya maelezo yanatakiwa yaje Patrick Jemedari. Haya maelezo sikiliza, kivyo vyote Yanga wanaonekana kwenye hili hawezi kupata point 3. Haya maelezo haya ya kwa nini hawezi kupata point 3 ambayo inatolewa na mamlaka zije public, badala ya sisi kuzipata chini ya maji, zije alafu watu wa michezo tujadiliane kwamba je, zina mashiko. Juma, kuna sehemu you get it wrong. Okay. Walioomba pointi 3 walikuwa ni Young Africa kupitia barua yao. Yanga walitoa press release. Wakati wanatoa barua hawakuiweka public, ilikwenda kwenye internal communication. Kilichotoka ni press release kwenye mitandao ya kijamii. Press release ilitoka, ile ya kwanza ilikuwa wao watapeleka timu. Watapeleka timu. Sawa. Baada ya Simba usiku kusema hawachezi mechi, wanafikiria hawatakushiriki mechi, Yanga kwa wa pili kusema watapeleka timu, bodi kwa watatu kusema mechi hamna. Young Africa wakasema wakaja tena na press release nyingine. Sawa. Baada ya hapo kumekuwa na barua ambayo ni ya ndani ikiomba hizo pointi 3. Wanapojibu wanajibishana ndani kwamba hizo pointi 3 bwana, kutokana na barua yako ya hivi vimejibu vile vipengele 19 kwa vipengele 12 kwamba bwana, haya ndio majibu yetu kwako uliomba. Sawa. Sasa unapotaka na hapa afisa habari anasema hivi, tunaloketi huo mchezo, tunapata tabu, tunaloketi huo mchezo, yani ndio broadcasters nani, watu wapate burudani ambao walikosa tarehe 8, automatically mchezo unaenda kuchezwa, hakuna anayepewa pointi 3 kwa sababu ndo anachosema. Anachosema afisa habari, kama kuna tabu ya kupanga, kama kuna tabu ya kuroketi mchezo, means mechi ipo. Asa pointi 3 ziko wapi? Yani hapo Juma, wewe ndio unatakiwa uambie watu huko na kusikiliza kwamba huu mchezo unafanyaje? Unachezwa kwa sababu wewe ushaelewa. Na hayo sio maneno ambayo yanatoka kwa Juma, labda kwa habari. Labda niongee kitu. Mimi binafsi sijui ni kwa nini mjadala mgomo mrefu kiasi hiki. Kwa sababu wenyewe ndio wanasababisha mjadala uwe mrefu. Kwa sababu ukifuatilia low battery, please charge.